Habari za wakati huu mtazamaji wa EATV popote pale ulipo, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia Kurasa kwa hili. Wafanyabiashara wa mboga aina ya kabichi kutoka Lushoto mkoani Tanga wamesema ukosefu wa wateja umesababisha kushuka kwa bei ya kabichi kwa gunia kutoka shilingi 1,500 hadi kufikia shilingi 20,000. Wakiongea na Kurasa leo katika soko la kabichi lililopo Mburahati, wafanyabiashara hao wamesema kwa sasa ni msimu wa mavuno kwa mboga jamii ya kabichi, hivyo yamekuwa yakija kwa wingi katika soko hilo. Kwa mfano kama sasa hivi ni mavuno katika wilaya ya Lushoto yamekuwa mengi, ndio maana unaona hii hali hapa makebichi yamekuwa mengi. Na kwa ujumla mnauzaje? Huwa mna utaratibu gani wa kuuza kabeji? Utaratibu ambao tunao hapa, tunauza pisi 140 ni sawa na gunia, ambalo kwa hali ya leo ni sawa na gunia 100,000. Kwa upande wa rejareja labda biashara huwa mnafanyaje? Upande wa rejareja ina maana hapa ni mkusanyiko wa Dar es Salaam nzima wanakuja kuchukua makebichi hapa, wanaenda kuuza sehemu nyingine. Nafikia kipindi sasa hivi gunia mpaka shilingi 20,000. Hali ya kuwa nauli ya kutoka Lushoto mpaka Dar es Salaam 40 mpaka 50. Huoni kama unapata hasara? Hali ya kabichi mzee ni ngumu kutokana na kipindi cha mavuno. Sasa hivi ni wilaya ya Lushoto na kwa Makame ndio inaleta kabichi kwa wingi. Kwa hiyo hali inakuwa ni ngumu kidogo. Tuendelee na Kurasa. Ukosefu wa kituo cha basi cha kudumu cha daladala katika eneo la Mburahati Madoto jijini Dar es Salaam umekuwa ukisababisha ajali za mara kwa mara kutokana na mabasi hayo kuegeshwa katika eneo la barabara. Wakiongea leo jijini Dar es Salaam, wakazi wa eneo hilo wamesema kama serikali haitachukua hatua ya kuweka kituo cha mabasi ya daladala, ajali zaidi zitaendelea kutokea kutokana na barabara hiyo pia kukosa alama za vivuko. Bila tushauri kwamba ni utanuaji tu wa barabara ndicho kitu ambacho kinaweza kusababisha kuzuia ajali. Lakini vinginevyo kama barabara itaendelea kuwa finyu, basi ajali itaendelea kutokea. Yaani hapa kwa ujumla, kwanza barabara yenyewe hapa imefinya, alafu isitoshe watu wenyewe hapa jinsi walivyo, kwanza bodaboda hapa. Kwa bodaboda hapa mimi ningependa kidogo kisogezwe kutokana nini, hapa kuna ajali zinatokeaga za mara kwa mara kutokana na kona hii jinsi ilivyokuwa ndogo. Kwa kituo hapa kiukweli kabisa sio kizuri. Yaani hapa kituo kilitakiwa kitolewe kwa sababu ukiangalia barabara yenyewe ndogo, alafu baadhi zikija zimekaa hapa vituoni zinakuwa gari haziwezi kupita. Hapa nashuhudia ajali. Nakuta mtu katoka hivi anaingia moja kwa moja angalia huku wala huku. Kwa unajikuta unatoka huku na anakuja kwa mwendo, na unatoka huku akiingia wanagongana katikati. Nakuta stendi hamna hapa, lakini ndio hivyo wenye daladala wanaamua kuforce kulingana, wanatafuta abiria kama hivyo, lakini kituo kiko mbele. Tumalizie Kurasa kwa hili. Manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam imepiga marufuku wafanyabiashara waliokodishiwa vizimba vya biashara katika masoko ya manispaa hiyo na kuamua kuvikodisha, jambo ambalo ni kinyume cha sheria na utaratibu. Meneja wa masoko wa manispaa ya Kinondoni Bwana Elichilia Hamisi ameiambia Kurasa leo kwamba kumezuka tabia kwa baadhi ya wafanyabiashara waliopewa vizimba na halmashauri hiyo na wao kuvikodishia kwa watu wengine na kuwatoza kodi kwa mwezi. Kwa mfano soko la Tegeta walijenga vile vizimba, baada ya kuvijenga wao wakawapangisha watu wengine, na wale waliopangishwa wakawapangisha tena watu wengine. Kwa sasa imekuwa ni mlolongo wa kupangisha mtu wa kwanza wa shilingi 60,000, mtu wa pili apangishwa kwa shilingi 100,000, mtu wa tatu anapangishwa kwa 200,000. Sasa halmashauri inapofuata utaratibu wa kudai ile ada stahiki ya vizimba vilivyoko masokoni, wengi wao wanakuambia hiki kizimba nimekodishiwa na fulani, ni cha fulani, anasahau kwamba kile kizimba ni mali ya serikali. Tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kutazama Kurasa hapo kesho, na pia usisite kututumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa, jina langu ni Elikunda Materu. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi bomba na makini hapa EATV. Kurasa inadhaminiwa na